Ukisikia Marekani au rais wa Marekani bwana Donald Trump anaomba kumalizika kwa vita kati yake pamoja na Iran, huku akiendelea kuwaomba washirika wengine wamsaidie kukabiliana na Iran, ujue anamaanisha. Leo tunakusogezea hapa ripoti ya taarifa kamili za hasara ambayo ameipata Marekani tangu walipoanza vita yake na Iran ile tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Katika vita ambavyo vinaendelea dhidi ya Iran, Marekani na Israel kwa pamoja zimepoteza zaidi ya ndege 20 na kadhaa pamoja na mifumo kadhaa ya kijeshi ambayo ina thamani kubwa, ikiwemo mitandao ya rada ya kisasa pamoja na vifaa muhimu, huku mashambulizi ya Iran yakianza kuongeza gharama za kiutendaji na hata taswira kwa Marekani. Katika siku hizo za mapigano, inakadiriwa kuwa Iran imeangusha au kuharibu angalau ndege 17 kulenga mali kadhaa muhimu zenye hadhi ya juu, ikiwemo mifumo ya rada ya THAAD, ndege ya kivita ya kisasa aina F-35 ambayo ina uwezo wa kujificha stealth, na hata meli ya kubeba ndege USS Gerald R. Ford. Ingawa haya sio matukio yote ambayo yamesababishwa moja kwa moja na mashambulizi ya Iran, lakini mengi ya hayo yametokana na Iran. Ingawa Marekani na Israel zimesababisha pia uharibifu mkubwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran, ukubwa wa aina ya hasara waliopata wao wenyewe umekuwa ni wa kushangaza kidogo, hasa ikizingatiwa kuwa mifumo ya Iran ambayo ina gharama nafuu imeonekana kufanikiwa kulenga baadhi ya vifaa vya kisasa na ghali zaidi katika silaha za Marekani. Kabla ya vita kuanza, wengi walitarajia Iran ingeweza kudhoofishwa kutokana na udhoofishwaji ambao ulitokea katika kipindi cha miaka mingi iliyopita ya vikwazo, na hasa kutumia jeshi la anga ambavyo lina vifaa vya zamani, na wengine walisema pengine ingeweza ikasababisha uharibifu wa kiwango cha juu sana katika taifa la Iran. Hata hivyo, Tehran imeonyesha kuwa hata majukwaa ya kijeshi ambayo yana thamani ya mabilioni ya dola yanaweza kuwa hatarini mbele ya mbinu zisizo za kawaida na zenye gharama nafuu za Iran. Sasa tuanze kutazama moja baada ya jingine. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la hasara, hasa ndege za kivita za Marekani. Tangu kuanza kwa mzozo huu, Marekani imepata uharibifu wa ndege 16 ikiwemo drone 12 aina MQ Reaper ambazo zimekuwa zikitumika kwa kiwango kikubwa katika operation za Asia Magharibi. Kila droni ya MQ-9 Reaper huwa inagharimu hadi dola milioni 56.5 za Marekani, hali ambayo inaonyesha hasara ambayo inazidi dola milioni 500 kutoka katika droni peke yake. Na droni hizi zimekuwa muhimili muhimu katika shughuli za upelelezi na mashambulizi ya Marekani katika eneo hilo. Aidha, ndege 3 za kivita aina F-15 Strike Eagle zilipotea nchini Kuwait tarehe 2 Machi, zikidaiwa kusababishwa na tukio la shambulio la kirafiki friendly fire ambalo bado linaendelea kuchunguzwa, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Iran ilihusika katika uharibifu huo. Jeshi la anga la Marekani pia lilipoteza ndege ya kujaza mafuta angani aina ya KC-135 juu ya Iraq tarehe 12 Machi, ambapo wahudumu wote 6 waliokuwamo walifariki dunia. Ndege nyingine ya KC-135 iliharibiwa katika tukio hilo hilo. Katika tukio ambalo linaweza kuwa na athari kubwa zaidi, Iran inadaiwa kwamba ilishambulia ndege ya kivita ya kisasa Marekani aina F-35 ambayo ina uwezo wa kujificha kwenye ndani ya anga yake, na walifanya mashambulizi tarehe 19. Kamandi kuu ya Marekani imethibitisha kuwa ndege hiyo ilitua kwa dharura na rubani wake alikuwa katika hali nzuri, ingawa bado hawajaeleza kinagubaga chanzo cha ajali hiyo. Iwapo itathibitishwa, hili litakuwa ni tukio la kwanza kwa nchi kufanikiwa kuipiga ndege ya F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, mojawapo ya miradi ya ndege za kijeshi za kisasa na ghali zaidi kuwahi kuwepo, ambayo inagharimu mabilioni ya fedha, ambayo yenyewe inagharimu takribani dola trilioni 2 za Marekani. Ndege ya F-35 ambayo inatengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin ndiyo ndege ya kivita ambayo ina uwezo wa kujificha, ambayo inazalishwa kwa wingi zaidi duniani, ikiwa tayari imetolewa kwa takribani ndege 1300 hadi sasa. Shambulio ambalo limefanikiwa dhidi ya F-35 linaweza kuwa na athari nje ya Mashariki ya Kati, hususan katika eneo la Indo-Pacific ambapo nchi kama Japan, Korea Kusini na Singapore zinatumia ndege hiyo. Pia linaweza kutoa taarifa muhimu za ufuatiliaji kwa wapinzani kama China pamoja na Urusi, nao watengeneze ndege za namna hiyo.
Wakati huo Israel inadaiwa kupoteza zaidi ya droni kadhaa ndani ya anga la Iran, hivyo kufanya jumla ya hasara ya ndege za Marekani na Israel kufikia 28. Mifumo ya rada ambayo ina thamani kubwa na yenyewe imekuwa ni malengo ya Iran. Mbali na ndege, mashambulizi ya Iran yamelenga kudhoofisha mtandao wa ulinzi wa makombora ya Marekani katika eneo hilo kwa kulenga mifumo ya rada yenye thamani kubwa zaidi. Kwa mujibu wa madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, hadi rada 4 aina ya AN-TPY-2 ambazo zinahusishwa na mifumo ya THAAD pia zilishambuliwa. Rada moja kati ya hizo inadaiwa kuharibiwa nchini Jordan mapema katika mzozo huo. Nyingine 2 zinaaminika kulengwa katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikiwemo moja iliyopo katika mji wa viwanda wa Al Duwaiz, huku nyingine zikiwezekana kuwa zilishambuliwa katika kambi ya anga ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Kila rada moja aina ya AN/TPY-2 inakadiriwa kugharimu kati ya dola milioni 300 hadi dola milioni 500 za Marekani. Duniani kote kuna mifumo 10 pekee ya THAAD, ambapo Marekani inaendesha mifumo hiyo 7, huku Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zikimiliki mifumo 3 ambayo imesalia. Taarifa zinaonyesha kwamba mifumo 4 kati ya hiyo huenda sasa haifanyi kazi kutokana na mzozo huu, na hii ni athari kutoka Iran. Kando ya hayo, Iran imedai kuipiga rada ya AN-FPS-132 Block 5 ambayo imeboreshwa, ikiwa ilikuwa ni onyo la mapema katika kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar. Rada hii yenye thamani ya takribani dola bilioni 1.1 za Marekani ni mfumo wa kugundua makombora ya masafa marefu ambao unaweza kufuatilia vitisho hadi umbali wa kilomita 5,000 na kusaidia mifumo ya jumuishi ya ulinzi kama THAAD, Patriot pamoja na Aegis. Qatar imethibitisha kuwa rada hiyo ilipigwa na kuharibika kabisa, na duniani kote kuna mifumo 6 peke yake ya aina hiyo ambayo inatumika. Kulengwa kwa rada hizi kunawakilisha changamoto kubwa katika mifumo ya ulinzi na makombora katika tabaka nyingi za Marekani katika ukanda huo. IRGC yenyewe imesema kuwa uharibifu wa mifumo hii umeongeza kwa ufanisi uwezo wa mashambulizi wa Iran, wakisema kwamba mkono wa kombora wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa umefunguliwa kwa mashambulizi yenye mafanikio dhidi ya malengo makubwa. Lakini tumeona kuna tukio la USS Gerald R. Ford ambalo nalo ni moja kati ya tukio hatari zaidi. Meli ya kubeba ndege ya Marekani ya USS Gerald R. Ford ambayo ndiyo ya kisasa zaidi katika jeshi la wanamaji la Marekani pia imeharibiwa na imeshindwa kufanya kazi kwa muda, ingawa si kutokana na shambulio la moja kwa moja la Iran. Moto ulizuka ndani ya meli hiyo ukihitaji zaidi ya saa 30 za juhudi za kuzima moto kutoka kwa wafanyakazi wa meli. Sasa chombo hicho kinatarajiwa kufanyiwa matengenezo katika kituo cha msaada wa kijeshi cha Souda Bay kilichopo Crete. Tukio hilo limechochea uchunguzi kuhusu chanzo chake, huku ripoti za vyombo mbalimbali vikidai kwamba kuna uwezekano kuna hujuma ya makusudi ambayo ilifanywa katika meli hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba jeshi la wanamaji la Marekani linachunguza iwapo mabaharia waliokuwa ndani ya USS Gerald R. Ford walianzisha kwa makusudi moto ulioteketeza sehemu kuu ya kufulia nguo ndani ya meli hiyo tarehe 12 Machi mwaka 2026. Uchunguzi huo unajumuisha wazi uwezekano wa hujuma ya makusudi kutoka wafanyakazi, huku nadharia moja ikidai kuwa moto huo uliwashwa kwa makusudi ili kukatiza ujumbe mrefu wa operation ambao walikuwa wameongezwa mara kwa mara. USS Gerald R. Ford imekuwa katika operesheni kwa karibu miezi 10, muda ambao unazidi sana viwango vya kawaida vya upelekwaji. Ujumbe wake ulikutwa tayari umeongezwa mara kadhaa, jambo ambalo linachangia uchovu miongoni mwa wafanyakazi. Awali ilipelekwa, lakini mwezi Juni mwaka uliopita meli hiyo baadaye ilipewa majukumu katika maeneo mbalimbali ikiwemo bahari ya Mediterranean pamoja na Caribbean. Upelekwaji wake wa muda mrefu umechelewesha matengenezo yaliyopangwa pamoja na maboresho katika karakana ya meli ya Newport News iliyopo Virginia. Hata kama moto huo ulikuwa ni wa bahati mbaya, mzigo mkubwa ulitokana na kuongezwa kwa mara kwa muda wa operation, na huenda umechangia tukio hilo kuwa ni baya zaidi. Lakini katika eneo la gharama za kifedha, Marekani ameingia gharama nyingi zaidi. Mbali na hasara za vifaa, vita hivi vinaweka mzigo mkubwa wa kifedha kwa Marekani. Kwa mujibu wa kituo cha tafiti za mikakati na kimataifa Center for Strategic International Studies, gharama za silaha pekee zilifikia zaidi ya dola bilioni 12 za Marekani katika siku 6 za mwanzo wa mzozo huu, huku wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, ikikadiria gharama hiyo kuwa ni dola bilioni 11.3 katika kipindi hicho. Kwa mfano, kila kombora la Tomahawk hugharimu takribani dola milioni 3.5, na Marekani tayari imetumia zaidi ya makombora 300, jambo ambalo linafanya gharama kufikia zaidi ya dola bilioni 1.1.
Ili kuendeleza juhudi za vita, Pentagon inadaiwa kuomba zaidi ya dola bilioni 200 za Marekani kama ufadhili wa ziada kutoka kwa bunge la Marekani ili kujaza upya akiba silaha ambazo zimepungua na kuongeza uzalishaji wa silaha. Kwa mujibu wa ripoti, inaelezwa kwamba fedha hizo zingeweza kutumika kuongeza uzalishaji wa mifumo muhimu ya silaha baada ya kutumika kwa kiwango kikubwa katika mashambulizi dhidi ya malengo ya Irani. Kiwango cha matumizi na kupungua kwa akiba ya silaha kinaweza kuwa na athari pana za kimkakati ambazo inaweza kuathiri utayari wa Marekani katika maeneo mengine ya kijeshi, ikiwemo uwezekano wa mzozo ambao unaihusisha China pamoja na Urusi. Lakini pia tumeona kuna madai ya kushushwa ndege za Israel. Wakati mzozo huo ukiendelea kuongezeka, Iran pia imedai kuipiga ndege ya kivita ya Israel aina F-16 juu ya eneo la kati la Iran. Ndege ya kivita ya adui aina F-16 inayomilikiwa na utawala wa Kizayuni ilipigwa mnamo majira saa 9 na dakika 45 katikati mwa Iran. Hata hivyo, Israel ilikanusha kuwa kuna uharibifu wowote ambao ulitokea, wakisema kuwa moja ya ndege zake ililengwa na kombora la ardhini kwenda angani wakati wa operation, lakini halikuathirika. Jeshi la Israel limesema hakuna uharibifu ambao ulitokea katika ndege hiyo. Kwa sasa hakuna uthibitisho ambao unaonyesha iwapo ndege hiyo ilipigwa au ilipata uharibifu wa kiutendaji, na hakuna ushahidi wa ajali au mabaki ya ndege ambao umewekwa. Lakini bado vita vya Iran havijasababisha tu hasara za vifaa, bali pia vimeweka wazi udhaifu ambao unawezekana katika baadhi ya mifumo ya kijeshi ya kisasa zaidi ya Marekani. Kuanzia drone za MQ-9 Reaper na ndege za kivita za F-35 hadi mifumo ya ulinzi wa makombora ya Thaad na mitandao ya rada yenye thamani kubwa, baadhi ya vifaa muhimu vya mstari wa mbele vimekabiliwa na shinikizo kutoka Iran. Wakati wa uwezekano wa Iran kulenga mifumo hii kwa kutumia mbinu zenye gharama ndogo ukilinganishwa na kile ambacho kinaweza kikawa kinafanywa na nchi za Marekani na Israel, unaonyesha namna ambavyo Iran ilikuwa imejipanga vizuri zaidi, hasa kuweza kutumia silaha ambazo zinatumia pesa ndogo zaidi, lakini zina uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa zaidi. Kadri mzozo ambavyo unaendelea, athari za kiutendaji na za kimkakati na hasara hizi na uwezekano mkubwa kuchunguzwa karibu na wale ambao walisema kwa nini waingie katika vita na Iran. Jambo la msingi hapa ambalo kwa sasa linaonekana ni Iran ilikuwa imejiandaa kwa kipindi gani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, tunapozungumza leo, haamini kile ambacho kinatokea. Iran wameendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali, wameendelea kuharibu mifumo ya ulinzi wa anga, wameharibu rada, wameharibu systems mbalimbali. Na leo tunapozungumza, Iran imefanya mashambulizi katika moja ya vituo muhimu zaidi vya Marekani kule Baghdad, jambo ambalo linaashiria kwamba Iran wanaitaka hii vita na hawataki vita iishe leo au kesho. Wao wanachotaka ni kumalizana kabisa na adui yake, na ikiwezekana adui yeye mwenyewe ndiye aombe msamaha, kama ambavyo alitaka Iran iombe msamaha, na Wairani wakasema kamwe hawawezi kupiga magoti kwa adui ambaye aliwachokoza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.